Hello, ni Josh Kadau, nimeja hapa na guys, miss you but niko around leo. Kama niko around mazuri lazima ikue. Na tuko hapa na Jackson, Zipi na Zawadi. Yeah. So guys, sisi tunawapenda tu sana. Tunawapenda support yenu guys. Tunawapenda tu sana. Muendelee vile mnatusupport hivyo. Lazima tufike 20k views. Si ndio? Kabisa. Ama unasemaje Jackson? Kabisa. Kofiti? Kabisa. Nashukuru sana. Nashukuru. Sasa tuko hapa na vile tuliongea hivyo, tumefanya hivyo. Hiyo maneno iko sawa. Yeah. Na venye uli request go around. Mazee, mimi nashukuru tu sana for your time. Always tukipiga simu waga mnatokelezea mnakam kupiga. Lazima to come through. Au sio Zawadi kwanza ulikuwa umeongea Sauti Fit hata mimi nikiongea na wewe nilifurahia sana. Tunataka kupata solution. So umesema leo umetweet hapa kuna agenda? Niko na agenda. Mungu acha kwanza nieleze vipi. Mimi niko poa, everything is good. Okay, nice. So sijui ni bwana kwa ni ex alitweet hapa akasema kuna kitu nataka kukuambia. Yeah, of course bado niko na heartbreak tena kali sana. Na feel mbaya sana Zipi. Decide yani hata nikiimagine hizo miaka zote nimekaa na hizi makutu zote alafu Zipi yako tu hapa na hata hakuna vile nisaidia, mimi feel mbaya sana. But anyway, leo nimewaita kwa sababu ya one reason. Nilikuwa nataka tu Zipi leo atuweke na clarity kwa sana. I want to tell us the truth. Either amue kama ananipatia mali ama anipatie watoto wangu ama anataka vipi. Anipatie final decision. So Zipi, nataka tu leo niambie decision yako ya mwisho. Uniambie kama unataka kubaki na hizo mali zangu zote nilikupatia plus na watoto. Uje watoto hata si wako. Si unakumbuka? Nakumbuka hiyo. Yeah. But mimi nasema wote ni mali yangu juu nimekuwa nikichunga hawa watu, nimekuwa nikiwalea, nimekuwa nikitoa school fees. Hapo hakuna mali yako. Sawa, hakuna mali yako and I'm giving you nothing. Hakuna kitu nakupatia. So Zipi, yani bado umekuja na mbaya? Hakuna kitu nakupatia. Nilikwambia ufanye kenye unaweza fanya. Nifanye kenye unaweza fanya. Fanya kenye unaweza fanya. Zipi, uko sure afanye vile atafanya? Au utakuja complain baadaye? Hakuna cha complain. Uko sure kabisa? Unajua Zipi, nimeona before nifuate sheria, before ni follow the rule ile ambayo iko pale katika katiba yetu ya nchi. Nimeona tu nikuje niongee naye virahisi kwanza. Na niongee pia na ancestors wangu juu umenichukulia ni kama mimi ni mtu mjinga sana. I've been so soft on you. Baka saa hizi unaona ni kama mimi nimekuwa tu ni mtu mwenye sina nguvu yoyote, si ndio Zipi? Umeona mimi hakuna kitu naweza kukufanyia. Kama ni ground tutaenda sisi wote, sawa? Kudedi ni kitu lazima kila mtu atadedi. Wacha sasa niongee kama mtu mwenye amehili. Yaani feel sasa hizi niko na nguvu zingine serious. Zipi? Sasa nikwambie. Hizo nguvu uko nazo tashindana nazo hadi chini. Okay, so umesema you will return nothing to me, you will tell me nothing, you will show me nowhere. Okay, sawa Zipi. Nothing. Asante sana kwa kukamu. So mimi ile kitu nataka nikwambie leo, mimi juu ya hiyo story yako ilibidi niite another party wa join hii team yote. Akuja aongee na sisi leo. Hata nimeongea naye in the next few minutes atakuwa anafika hapa saa hizi. Yaani daktari nimemwasari na daktari sasa kuja nini? Naogopa nini? Yeye amesema ogopi daktari peke yake. Niangalie kwa hata naona call hapa hivi. Hivi unajua utakuja regret na tutakusaidia kabisa. Atol. Hatuwezi kusaidia. It's about regretting, tuta regret sisi wote. Uko sure nyinyi wote? Daktari. Wewe you will face the consequences. Mko nyinyi wote kabisa. Please nitumie hiyo pin live location. Asante. Anafika hapa inafika. Zipi you joke too much. Ogopi. Hapana, namngoja hadi anachelewa. Sawa tu Zipi. Imagine Zipi kama ingekuwa ni wewe umefanya hii mali hii kazi yote hivi. Alafu unanitumia do mimi niweze kufanya. Bro, ungekuwa mjanja, sawa, ungekuwa mjanja. Mimi nitabro wenyewe. Ungekuwa mjanja. So Zipi, you are nothing. Honestly speaking. Something that has been feeding you. Something that has been making sure kwamba uko na roof. Ungekuwa na akili ungechanuka mapema. Sasa angechanuka je mapema na alikuwa anajua wewe ni bibi yake na watoto ni wenu. Why would you even tell him that? Hakuwa anajua. Kiongozi bwana, mimi huyu mwanamke nimempatia kila kitu. Hata kama ni wewe uko na dem.
Mimi niko na. Umeoa, si ndio? Kuna watu hii. Unasikiangaje ukiingia kijani ukipata watu wako? So just accept the situation. No move on. Wanafurahia, si ndio? So imagine mimi nataka tu only that. Lakini mwanamke amekataa kunipatia hiyo. Yeye ananiambia kila kitu itaenda tu. Okay, basi mtu mmoja basi watoto basi. Situation no move on. Wamelea hao watoto nikao walikuwa wake, hakuna mbegu yake hapo. Okay, ni sawa. Tutajua. Hakuna mbegu amepanda hapo. Daktari. Karibu sana daktari. Karibu. Niko salama, nyemwani gani? Tuko fiti daktari. Ndio. Furaha sana umefika kwa muda unaofaa. Kabisa tuweze chelewa manake tunataka kila kitu kipatikane kilicho cha haki. Sasa daktari, huyu ndio mke wangu ambao nilijaribu kukuambia, lakini ukasema kwamba unataka kuja kusikiliza. Point of correction ni ex-wife, tafadhali. Ni si mke wako. Okay, anataka hivyo vile amesema, anataka aitwe ex-wife. Mimi nilimuoa na nilipeleka mpaka ng'ombe na mbuzi 7 kwao. Ng'ombe ngapi? Ng'ombe 5. Nika make sure huyu mwanamke mimi atakuwa ni wangu. Ni kabla tuingie katika ndoa tulikuwa tumekaa miaka karibu 6. Tukapata mtoto wetu wa kwanza. Mtoto wetu anaitwa Zuena, mtoto wa kwanza Zuena. Zuena nampenda sana. So kwa saizi tangu nikuje kutoka Iran, nimekuwa nikisikia akisema kwamba huyu mtoto sio wangu. Hawa watoto wote 3 sio wangu. Unaona? Bado sijui ni nani mwenyewe, lakini maybe na hope Mungu ataingia kwa roho yake na ataweza kutuambia mtoto ni wao, watoto wote ni wanani. Unaona? Kwa hivyo kila kitu kitapatikana. Na vile alivyosema watoto sio wako, inabidi ukubali hilo. Tutashughulikia, utakuja kujua ukweli, usijali. Sasa mimi natia bidii, hata kama sio wangu. Mimi nilikuwa nataka tu jambo moja daktari. Nilikuwa nataka tu aniambie, hata kama watoto sio wangu, basi nani ndio baba yao? Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nataka tu anieleze hizi mali ambazo nimekuwa nikituma na hizi fedha na zile investments zote ambazo nimekuwa nikisema zifanyike pale, ziko wapi? Na kama inawezekana basi anirejeshe basi mali zangu, nimwachie basi hata kama na hawa watoto, nitafute mtoto mwingine mrembo ambaye pia labda anikubali jinsi nilivyo. Hivyo tu. Ukweli zipi? Sijui mbona unakataa. Mimi nilimwambia hakuna kitu yoyote nampatia na watoto si wake. Sawa, watoto si wake, but umwambie sasa baba ya watoto basi. Baba ya watoto ni brother yake na mali yake tumekuwa tukikula na brother yake. What? Yeah, hadi anajua. Hadi anajua? Yeah. Nani anajua? Jackson. Anajua? Anajua wewe na brother yake mko together? I told him before. Zipi? Umekuwa ukidate ndugu yangu for how long? Ndugu yangu Tom, ndugu yangu umekuwa ukikaa na Eve. Umekaa na Tom miaka ngapi? Both the 3 kids ni wake. Okay. So jijazie tumekaa naye miaka ngapi? So you've been cheating on me na ndugu yangu wa damu. Not only cheating, we were even planning to get married. Sawa. Kwa pesa ya wenyewe, vitu ya wenyewe. Sijasikia ile. Wacha niassume kwamba wacha niassume Kenya nilikwambia ni biashara msee, sawa? Kenya tuko biashara. Mapenzi Ulaya. Ulikuwa Ulaya ungetafuta mapenzi huko, sawa? Au simwambie hivyo. That's not good. So Tom has been seeing Zippy for all this while. Nikituma pesa zifanywe investment ni Tom anakuwa kivalisho. Tom mtoto ambaye mimi mwenyewe nimemwelimisha na pesa zile ambazo mzazi wangu alishindwa hata kumpeleka shuleni. Tom nimempeleka shule. Tom hata hana kazi. For your information ashanizalisha watoto 3. Hiyo nishaanza kufeel hiyo inaingia pole pole. Daktari kidogo tusikie daktari. Jackson, ningependa unisikilize, si wewe umeniita hapa. Nikuje nikusaidie na kueleza kwamba sipendi kelele wala vurugu. Wewe nyamaza kimya, kila kitu kitapatikana na kila kitu kitarudi choko. Sawa? Sawa daktari. Hamna shida. Takataka kama hii inaweza nifanyia nini? Hiyo takataka utaijua. Kama hii yenye umeleta hapa inaweza nifanyia nini? Anaitwa daktari. Uko sawa Zippy? Hakuna cha sawa. Uko sawa kabisa? Daktari anakuita takataka. Hiyo ni makosa namba 3. Amekataa ya kwamba watoto wangu wanipatie, amesema hata sio. Ni sawa, watoto wa ndugu wangu ni wangu. Mimi nishakubali hilo. Lakini basi mali zangu tu ndio mimi nataka. Daktari amesema pia hataki kelele. Hakuna mali nakupea na hakuna mali yako. Hakuna mali yako. Niamini zitarudi zote, wacha kuna kibore kitaisha tu. Ndio. Sasa daktari, wewe forward yako ni gani? Juu umesema zitarudi. Zitarudi kwenye hewa ama vipi? Zitarudi kwako mwenyewe kwa mikono zako.
Kwa hivyo niachane na zipi? Afanye zile ambazo naye, wacha kuwa na kiburi. Ama kitamponza iko. Kuna time frame ambayo unampa ama nifanye vipi? Maana yake mimi nimechoka bwana. Ninampa muda, wacha ropoke jinsi alivyotaka. Atatulia tu. Kama ni vita ya kichawi tutapigana na wewe. Usimchawi, ni daktari. Sitataka kujua. Kwani pia uko na wako? Unamwaminia? Kwa maana uko na kiburi? Si kiburi, ni kitu iko. Ni kitu iko. Ni reality. Yani zipi uko very confident. You don't even care. 100% confident. Zilipotea kabisa. 100% confident. So huyo ndugu yangu kuna vile anakuvurutia vizuri kunishinda, si ndio? Anajua kuchezea pande vizuri. Na mimi nafanya nonsense uwanjani. Vibaya sana. Na mbona umekaa na mimi just a kid? Hiyo ni swali ya kuniuliza. Kwa hivyo zipi niseme nichukue tu hata mimi nitafute tu mrembo. Niache tu kwa nice stress yote, ndio? Move on. Yaani zipi unasema kwa ndugu yangu? Wanawake ni wengi. Hebu nikuulize. Huyu kwani ana uwezo wa kuzalisha ama juu si uliamua kupata watoto na mtu mwingine? Sasa akoende ako na shida ama? Atajua, lakini kitu iko ni enda ako na shida. Ama daktari tuanze na kwanza mimi kwanza tuone kama ni ukweli niko na hiyo shida yenye wanasema ama tuanze na mali ama ni commit suicide. Usilie, kila kitu kitakuwa sawa. Ndio kinachofaa. Kwanza tunafaa turegeshe mali. Watoto ambao achana nao kwanza. Mali yako muhimu. Sawa. Mali. Ndio. Daktari, nimetia bidii sana kazini. Nika make sure hii mali nimeipanga vile inafaa. Ni ukweli si ati zote zimepotea. Niko na zingine mingi. Nanipata? Lakini nilikuwa nataka kujua tu. Hizi zingine ambazo nimekuwa nikipeana zimeenda wapi? Hata hili nichukue nipeleke charity. Kuliko kupatia takataka kama hii. Hii ni takataka, kiburi tupu. Kiburi na niko nayo ndoo. Kiburi ni nayo ndoo. Nasemanga kugongewa guy, hii ndio sasa ile Pro Max. Mwenye ana kitu hata ana hela huyo. Anachochukua hiyo ndugu yako. Anampa hela na ndugu yako pia ni mwerevu. Anafungua biashara kidogo kidogo, mwenye ana hela chochote hapo. Hivyo ndugu yangu kuna biashara ni mkebe tu, ndio. Nilimpeleka shule mimi na pesa zangu. Wazazi wetu walipoaga, unaona, walituachia shamba. Mimi nikasema ndugu yangu siwezi mwacha. Nikasema hata vile nimeenda Iraq atakuwa ananichungia watoto. Kumbe jamaa amekuwa kilima bibi yangu. Lima hata bila huruma. Utajua tu. Usijali, utapata mke mzuri. Huyo kiburi kitamwesha sahi. Fanya kenye utafanya daktari. The so-called daktari, fanya kenye utafanya. You can't even apologize zipi. Apologize for what? For what? Apologies imekuwa your foot. Apologize. Lakini zipi wewe ni mang'aa sana. Wewe ni mang'aa. Yaani uliona hiyo kitu yako lazima tushare tu. Ushare na nani? Ile wakati nilikuwa nikilala na wewe, mbona usemangi kuna gari nyingine hapo na si yako, sawa, ni ya brother yako. Sawa? Daktari. And I'm repeating the statement, ni ya brother yako. Naona hii kitu. Kumbe nimekuwa nikijaribu bwana. Na sweat mtu hata akutu kwa simu. Kumbe hata roho haiko. Na sweat nimetoa jasho. Mwanaume nimekaza na hawa. Kumbe hakuna kitu. Yenyewe ni uchungu guys. Usijali, tutashughulikia hiyo. Recipe nimekuwa kipea masaa na nimekuweza pia kukupa masiku pia. Mali ya wenyewe utaregesha na sitaki kiburi, nikirejea utakipata. Hadi hiyo time umenipea ni mingi sana. Sawa, utaniona mwenyewe. Umenipea time mingi. Hamna shida, ya wenyewe unaregesha. Sawa, ungepea hadi sekunde. Sawa. Itakaporejea utaniona kwa macho. Daktari, nimeamua kucontrol hasira yangu. Nimeamua kucontrol all the stupid emotions niko nazo, kwa sababu unajua vile umesema kuna ukweli. Mali zangu zitarudi na nitaweza kujua ukweli. Ukweli nishajua. Ashasema ndugu yangu ndo baba watoto, si ndio? Mali zangu anaskonda na yeye. Ndio. Huyo mwanamke kuna kitu ambacho anakuficha. Ndio, nitakaporejea kiburi chake kitaisha na atakueleza kila kitu. Atasema mwenyewe. Ndio. Sawa daktari, mimi naamini kile ambacho unasema, maana kazi yako nimesikia uvumi na kila kitu kuhusu kazi yako. Na wale ambao wamesifia kazi yako wakanituma kwako, naamini kwamba kutakuwa na ukweli. Kila kitu kitakuwa sawa. Hamna shida, nitaacha niregee. Nitakuja. Asante daktari. Asante sana daktari. Niite.
na ukuwa mpole. Sipendi watu wa midomo. Hamna shida. Nimepunguza. Shukrani. Asante sana daktari. Daktari tuongea? Aya. So Jackson, ndio. Chami nikuhakikishie job yako. Hapa hakuna kazi. Kazi imeisha. Zipi amepewa masiku. Mwenyewe atajua vile atafanya. Daktari anajua vile atafanya na vitu yako itakuja. Hata baraka nimeona ya mvua imekuja. Maana mvua imenyesha. Zipi? Mimi sitaongea na wewe tena. Mimi sina mambo mengi. You will apologize on your own. Utakuja kuomba msamaha. Mimi sikudanganyi. Achana zipi? Zipi muone kiburi yake. Itaisha. Amempea masiku na daktari. My friend, utakula kiburi yako. Itaisha. Unishikie hii. Haya. Mimi sina mambo mengi. So wadau, tumepromise nani hapa atapata haki yake. So thank you so much for watching our show. Let us sijui niseme nini. Zipi amenifail, I thought ata cooperate. But anyway guys, do what you gotta do to show us some love. Like, subscribe and comment. Tufike 20k views. Thank you guys. Thank you for coming Zawadi. Sisi tunapenda tu sana. Make sure mmepiga support yenu hapo vile mmezoea kutusupport. Tunashukuru sana kwa your support. Tunawapenda sana. Wewe Zipi wewe? Ipo siku. Sikudanganyi, ipo siku. Just pull out a gun kama yeye kitu tunaweza fanya. Sasa wewe nikikuua na uko na watoto wadogo. Wewe hata hakuna, mimi hata daktari dini. Kuna kuwalea. Mimi nimekuachia daktari. In fact, Zipi? Kuna kuwalea. Tunapenda tu sana. Sikudanganyi, ipo siku.